Tumeona kwa mfano kwenye eneo la uchumi tumeendelea kufanya vizuri sana. Uchumi wetu umeendelea kukua kwa asilimia zaidi ya 6. Kwenye upande wa fedha za kigeni tumeendelea kuwa na fedha za kigeni za kutosha kwa zaidi ya miezi 5 ya manunuzi ya bidhaa na huduma kutoka nje. Lakini vile vile pia ukiangalia kwenye vipimo vingine kama vya mfumuko wa bei umeendelea kuwa tulivu na ambao uko ndani ya viwango ambavyo tunavitegemea vya kati ya 3% mpaka 5%. Kuna eneo la kuzidi kuboresha, kwa mfano upande wa sheria ambako tunaendelea kuboresha. Kwa hiyo ukiangalia kwa kweli kwa ujumla tumefanya vizuri, na mategemeo yetu hasa kwenye ripoti ambayo itatoka mwaka kesho tutafanya vizuri zaidi, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo zimechukuliwa taarifa na kilichotokea baada ya taarifa hii kukusanywa, basi unaona kabisa mwaka ujao tutakuwa tuna ripoti nzuri sana. Kwa hiyo tuendelee kuwa kifua mbele, tuendelee kutumia masoko yetu ya ndani kwa maana ya masoko yetu ya mitaji, ununuzi wa hizi dhamana za serikali, dhamana za makampuni mbalimbali ambazo zinaendelea kutolewa kwenye soko letu la hisa. Lakini vile vile pia tuendelee katika kufanya juhudi za kukuza uchumi wetu, kwa sababu ni eneo ambalo tumefanya vizuri sana katika sehemu nzuri. Nchi ya 12 kati ya nchi 29 kwenye maendeleo ya soko ya fedha ni muhimu sana. Na tukumbuke hichi tunakihitaji sana, kwa sababu tuna vision yetu ya miaka 2050 ambayo inatutaka tuwe nchi yenye ukubwa wa trilioni 1 kwa maana ya dola katika uchumi. Kwa hiyo vyote hivyo, hii farisi na maeneo ambayo yameonekana ya kufanya maboresho ni muhimu sana kwa watu wote. Nazungumza wadau, kwa maana wananchi, regulators mbalimbali, benki kuu ikiwemo, CMSA na wengine wote wanaohusika, kuweka mkazo kuangalia maeneo ambayo wameainisha kama kuna haja ya kuongeza nguvu, na kwenye maeneo ambayo tunafanya vizuri zaidi kuhakikisha haturudi nyuma. Asante sana. Ni jinsi gani masoko ya fedha ya nchi mbalimbali yanavyolinganishwa, na tunaamini katika competitive market comparability, kwamba masoko yanapolinganishwa kila nchi inaweza ikajifunza jambo fulani kutoka nchi nyingine. Kwa hiyo tumeendelea kuzilinganisha nchi, na ripoti hii imeendelea kupata umaarufu sana kwenye nchi mbalimbali, hasa central banks na policy makers wengine wakiitumia ripoti hii pamoja na mambo mengine walionayo kuweza kuboresha masoko ya fedha. Na ukiangalia ripoti utaona kuna maeneo mbalimbali ambayo kwa miaka ya nyuma pale ambapo tulitoa ripoti zikionyesha nchi fulani ilikuwa ina maeneo ambayo yako nyuma, mwaka huu tumeona nchi hizo zikipiga hatua katika ile maeneo miaka ya nyuma tuliyoonyesha walikuwa nyuma. Nchi moja hapo ni Rwanda, ambayo mwaka jana ripoti ilionyesha walikuwa nyuma kidogo kwenye eneo la fedha za kigeni. Wamechukua hatua na mwaka huu unaona kabisa wamepiga hatua. Hapa Tanzania tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana na Benki Kuu, na wameendelea kuichukulia kwa maanani sana ripoti hii, na wameendelea kuimprove kwenye maeneo mengi, hasa kwenye eneo la uchumi. Nafikiri Tanzania imekuwa ya 3 katika nchi 29 kwenye macroeconomic development, maeneo ya ukuaji wa uchumi, maeneo ya mfumuko wa fedha, maeneo ya transparency kwenye Monetary Policy Committee, budget transparency. Na hii inaonyesha jinsi gani ambavyo Benki Kuu ya Tanzania pia inatumia ripoti hii pamoja na mambo yao mengine kujifunza na kuchukua hatua kwenye maeneo ambayo wanatakiwa kuendelea kuboresha.